Zaburi 92 mstari wa kwanza na wa pili. Neno linasema ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako aliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Amen. Ni neno jema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lake uliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Kwa hiyo ni neno baya kutomshukuru Mungu. Tuelewana? Kama ni neno jema kumshukuru Mungu, manake ni neno baya kutomshukuru Mungu. Amen. Si ndio? Wathesalonike wa kwanza. Wengine nasema Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari 18. Anasema mshukuruni Mungu katika kila jambo, maana hayo ndio mapenzi ya Mungu. Mstari wa 18 Biblia inasema shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo. Katika kila jambo. Kwa sababu hata katika kila jambo, hata kama ni baya, unapomshukuru Mungu kwalo, Mungu analigeuza katika kwenda kwenye uzuri. Tunaelewana? Tunaelewana? Amen. Haleluya. Amen. Kasema ni neno jema kumshukuru Mungu na kuliimbia jina lake aliye juu, kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Maana kutangaza rehema zake na uaminifu wake, maana nini? Kwenye kila chochote ambacho kwenye maisha yako kinakutokea ni kwa rehema na neema za Mungu tu. Kitabu cha Maombolezo kinatuambia ni kwa rehema za Mungu wala hata hatuangamii. Si ndio? Kwamba ile unalala unaamka ni kwa rehema za Mungu. Kwa hiyo unapaswa kumshukuru Mungu na kuziimbia fadhili zake yale juu kila itwapo leo. Anasema ni neno jema kumshukuru Mungu na kuliimbia jina lake yule juu, kuzitangaza rehema zake kila asubuhi na uaminifu wake wakati wa usiku. Kwamba umeshinda salama, umetembea salama, una pumzi, umeamka na unaenda kwa salama, ni fadhili zake na ni kwa rehema zake. Tuelewana? Kwa hiyo kila itwapo leo Mungu anakaa pembeni kusubiri shukrani toka ndani ya moyo wako. Tuelewana? Shukrani maana ni nini? Shukrani ni hali ya moyo ya kushukuru na kuthamini Mungu kwa kile ametupa au amefanya. Shukrani ni hali ya moyo wako, sawa, ya kushukuru au kuthamini kile ambacho Mungu amefanya kwako au amekupa. Tuelewana? Shukrani zaidi ya kusema asante. Shukrani zaidi ya jinsi ya nje. Shukrani inaanzia ndani ya moyo kwanza. Ni ile hali ambayo unakuwa nayo ndani ya kuweka thamani na uzito kwenye kile ambacho Mungu amefanya kwenye maisha yako au amekupa kwenye eneo lote la maisha yako. Tunaelewana? Tunaelewana? Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Sasa kwa kanuni za kiroho, Zaburi 100 mstari wa 4. Kwa kanuni za kiroho, shukrani zinatangulia kusifu. Kwa ili umsifu Mungu lazima uwe na moyo wa shukrani. Ili muabudu Mungu lazima uwe na moyo wa shukrani. Hauwezi kumwabudu Mungu au kumsifu Mungu bila kuwa na moyo wa shukrani. Lazima kwanza uwe unathamini na unaweka uzito kwenye mambo ambayo Mungu ametenda au amekupa kwenye maneno mbalimbali maisha yako au amefanya kwa watu wengine. Sio lazima iwe kwako peke yako, hata kwa watu wengine. Amen. Zaburi 100 mstari wa 4 unasemaje? Ingieni malangoni mwake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake. Ingieni malangoni pake kwa kushukuru, nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake. Huwezi kumsifu Mungu bila kumshukuru Mungu. Sawa? Kwa ili Mungu apokee sifa zako, anaangalia shukrani ya moyo wako. Kwa sababu anasema ili ufike nyuani mwangu ili kwa kusifu, lazima kwanza uingie marongoni pangu kwa shukrani. Kwa lugha nyingine, shukrani ni ufunguo ambao unakufungulia mlango na kukuingiza mahali Mungu alipo. Tuelewana? Kwa lugha nyingine pia ni kwamba hakuna majibu ya maombi yanayoachiliwa kwa mtu kama kwanza moyo wa shukrani haujatangulia. Au kwa nyingine ni kwamba Mungu hana uwezo wa kusikia kuomba kwa mtu kama kwanza shukrani hazijatangulia kabla ya maombi. Kwa lugha nyingine ni kwamba shukrani zinatangulia kabla ya kuomba. Ingieni malangoni pake kwa shukrani, kwa kushukuru, si ndio? Nyuani mwake kwa kusifu. Mshukuruni, lihimidini jina lake. Na kuna vitu vingine. Okay,
ni kwamba huwezi kukutana na Mungu bila kuwa na moyo wa shukrani. Tuelewana? Yes. Unajua safari ya wana wa Israeli, waliona wana wa Israeli wakati walalamikaji sana na watu wa kulaumu. Walikuwa hawana moyo wa shukrani. Ndio maana Musa alikuwa akiondoka na Mungu anaondoka. Tuelewana? Musa akipotea siku 40 na Mungu anapotea siku 40. Ile kwamba umeokoka, ila kama una moyo wa shukrani ndani, hauwezi kuwa na uwezo wa kuweka na kutunza uwepo wa Mungu. Kwa sababu ndio maana Musa aliondoka siku 40 na Mungu akapata siku 40, wakawa hawana Mungu katikati yao. Wakaenda kwa Haruni. Wakamwambia Haruni, tutengenezee ndama. Sababu Musa ameondoka na Mungu wake hatumuoni. Haruni alikuwa ni kuhani wa Mungu, ameitwa na Mungu, ila alikuwa hana uwezo wa kumdhihirisha Mungu katikati yao, kwa sababu yeye mwenyewe hana uwepo wa Mungu kwake, hana msana Mungu, kwa sababu hana moyo wa shukrani mbele za Bwana. Ndio maana Musa alipopotea na Mungu alipotea. Wakatengeneza nini? Ndama. Kwa sababu Mungu walikuwa hawana uwezo wa kukutana na Mungu, sababu mioyoni mwao walikuwa hawana shukrani mbele za Bwana. Amen. Amen. Shukrani nimekwambia ni nini? Ni ile hali ya moyo. Ni zaidi ya kusema asante. Ni zaidi ya kusema asante. Ni ile hali ya moyo ya ndani ya moyo wako ya kuthamini na kuweka uzito na uthamani kwa Mungu, kwa jinsi alivyo Mungu, na kwa yale ambayo amefanya au amekupa kwenye eneo lote la maisha yako au eneo la mtu mwingine yeyote. Sio lazima iwe kwako. Kumshukuru Mungu, sio lazima kumshukuru Mungu kwa matendo ambayo amefanya kwako tu, hata amefanya kwa watu wengine. Tunaelewana? Tunaelewana? Ndio maana sikiliza, unapoona Mungu amefanya kitu kwa mtu, ukimshukuru Mungu toka ndani ya moyo wako, ujue hicho kitu alichofanya kwa mtu, Mungu anakifanya na kwako pia. Tunaelewana? Ndio maana kwenye Ayubu 42 sura ya mwisho ile, Mungu Biblia inatuambia Ayubu alipowaombea rafiki zake wale wakina Elifazi, Bwana akageuza uteka wake. Hakujiombea. Sikiza, tangu sura ya kwanza Ayubu anaomba baada ya mambo kutokea, Mungu ageuze, Mungu amponye. Hakufanya chochote mpaka sura ya 42 ndipo Mungu anakuja kumponya. Kwa nini? Alipoamua kubadilisha staili, akawaombea rafiki zake wakina Elifazi, Bwana akageuza uteka wake. Kwa kichogeuza uteka wa Ayubu ni maombi aliyofanya kwa ajili ya rafiki zake. Tuelewana? Tangu sura ya kwanza hakufanyaga maombi kwa ajili ya rafiki zake, alikuwa anafanya kwa ajili yake. Alipofika sura 42 akaomba kwa ajili ya rafiki zake, Mungu akageuza uteka wake. Ndivyo Biblia inavyotuambia. Kwa ukishukrani ni ile hali ya kuthamini kile ambacho Mungu amefanya, iwe ni kwako au kwa mtu yeyote yule. Unapothamini na kuweka uzito wa matendo makuu na mkono wa Mungu, hiyo ndio shukrani mbele za ile hali ya moyo wako. Amen. 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 Na hiyo ndio inakufungulia mlango. Sawa? Ndio inakufungulia milango. Kwa hiyo kadri unavyozidi kuwa na moyo wa shukrani, ndivyo unavyozidi kufungua malango ya kiroho mbele za Mungu kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako. Anasema ingieni malangoni pangu kwa shukrani. Kwa lugha nyingine ni kwamba shukrani ndio kama kadi inayokuruhusu kwenda mbele za Mungu. Kwenye sherehe yoyote hauwezi kaenda bila kadi. Ukifika pale unaona na mabaunza, unataka kuingia, nakwambia kadi iko wapi? Hauna kadi, unabaki nje. Tuelewana? Si ndio? Yes. Kwa sababu hauna kadi ya kukuingiza. Anasema ingieni marangoni kwangu kwa shukrani. Kwa Mungu ametupa shukrani kama kadi ya kwenda mbele zake. Kwa hakuna mwanadamu yeyote anayeweza kwenda mbele za Mungu bila kuwa na kadi ya kuingilia mbele za Bwana, na hiyo kadi ni shukrani. Amen. Kwa lugha nyingine kwamba shetani akikunyang'anya moyo wa shukrani, amekunyang'anya kitu kikubwa sana. Sababu Mungu ametualika, njoni tusemezane. Hauwezi kwenda mbele za Mungu kusemezana naye kama hauna moyo wa shukrani kwanza. Ndio maana sisi tuna kusisitiza kwamba lazima tujifunze kuondoa macho yetu kwenye mambo ambayo hatujayapata bado, tuyapeleke kwenye mambo ambayo tayari tumeshayapata. Sababu yale yanatutengenezea mazingira ya kuona shukrani mbele za Bwana. Ndio maana hautakiwi moyo wako ukome kumshukuru Mungu kwa sababu tu ushamshukuru. Hata kama kitu ashakifanya, ushamshukuru Mungu mara 10, endelea kumshukuru Mungu kwa hicho, kwa sababu tayari unaweka uzito na uthamani kwenye kile kitu ambacho Mungu amefanya kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa kiangalia hicho ni kwamba shukrani ndio siri kuu kwenye maisha ya mwanadamu.
kwenye maisha ya mtu. Shukrani ndio siri kuu kwenye maisha ya mtu. Amen. Amen. Kwa sababu unaponyang'anya shukrani, hakuna namna ambavyo unaweza kumwona Mungu, sababu malango ya kwako yanafungwa, hauwezi kumwona Mungu. Amen. Lakini unapokuwa na moyo wa shukrani, malango yako yanafunguka, unaweza ukaingia nywani mwake, then ukamsifu. Sasa Biblia inasema Mungu hukaa katika sifa. Unapomsifu Mungu, Mungu anakuja na kaa. Sasa angalia, hakuna mtu ambaye anakuwa na moyo wa shukrani asiwe na moyo wa kusifu. Automatic ndani yako itakuwa inabubujika sifa fulani, na hiyo sifa ndio inamtengenezea Mungu platform ya kukufanya wewe kuwa makao yake yeye. Kwa lugha nyingine ni kwamba Mungu anatubadilisha sisi, tunakuwa ni headquarter ya mbinguni duniani. Tunaelewana? Yes. Tunaelewana? Yes. Sikiliza, Mungu alipoumba mbingu na nchi alikuwa anataka aihamishie mbinguni duniani. Tunaelewana? Dhambi ikamuondoa Mungu duniani. Ndio maana kwenye Kutoka sura 25, baada ya Mungu kuwatoa wana Israeli utumwani, Kutoka sura 25 kwanza mstari wa kwanza, aliwaambia Musa, waambie wana Israeli wanatolee sadaka, na sadaka atakazozitoa ni hizi, akazisema. Mstari wa 8 akamwambia, nao wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa katikati yao. Sawa? Wamtengenezee patakatifu ili apate kukaa katikati. Alikuwa anataka aje akae katikati yetu. Na ndio maana kwenye Agano la Kale anasema itakuwa katika siku hizo, asema Bwana, nitaondoa moyo wa jiwe ndani yao, nami nitaweka moyo wa nyama ndani yao. Sawa? Nami nitakaa katikati yao, nami nitakuwa Mungu kwao, na watakuwa watoto kwangu. Tunaelewana? Sasa ukija kwenye Agano Jipya, kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 na kuendelea, anasema sisi ni hekalu la Mungu na Roho wa Mungu anakaa ndani yetu. Mungu atamuharibu kila anakuja karibu hekalu lake takatifu ambalo ni sisi, si ndio? Si ndio? Yes. Wakorinto wa kwanza hiyo mstari wa 6, sura ya 6, kwenda kusoma mstari wa 19 na wa 20, anatuambia sisi ni hekalu la Mungu, tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Sisi ni hekalu la Mungu, si ndio? Ukienda kwenye Matendo ya Mitume sura ya 7 kule mwishoni, kitusababisha nani Stefano akapigwa mawe ni nini? Stefano akawa anawaambia wale watu, alikuwa anahubiri, akawaambia, anawafundisha, anawaambia kwenye Agano Jipya, anasema Agano la Kale Mungu alikuwa anakaa kwenye nyumba, kwenye mahekalu haya yalikuwa yanafanywa na mikono ya watu, ila katika Agano Jipya Mungu haishi kwenye nyumba zilizofanywa kwa mikono ya wanadamu. Anaishi kwenye nyumba iliyofanywa kwa mikono yake mwenyewe, ambaye ni sisi. Tuelewana? Yes. Sasa ili kumvuta Mungu akae ndani yako, tufanyike sisi kuwa hekalu la Mungu, lazima uwe na moyo wa kusifu mbele zake. Pawe na sifa inabubujika ndani yako, kwa sababu Mungu anakaa katika sifa. Kwa sifa ndio mahali ambapo kiti cha enzi kinawekwa. Mahali ambapo hakuna sifa Mungu hakai. Ndio maana hata mbinguni Biblia inatuambia kuna maserafi, kuna makerubi wanamsifu na kumwabudu Mungu 24/7, si ndio? Ama kuna wazee 24 wanainama na kuinuka, kazi yao ni kusema mtakatifu, 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 mtakatifu. Wanamwabudu Mungu muda wote, sababu bila sifa, bila ibada Mungu hakai. Kwa hiyo moyo wa mtu Mungu alivyodesign, aliudesign kwa namna ambavyo ubebe sifa masaa 24 ili na yeye akae pamoja na sisi masaa 24. Lakini ili mioyo yetu iwe mioyo iliyobeba sifa, lazima kwanza iwe mioyo ya shukrani, sababu shukrani ndio kufungulia mlango na kukuingiza mahali pa sifa mbele za Bwana. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Tunaelewana? Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kitu kikubwa kinachoweza kumuondoa Mungu ghafla ni kulalamika. Ukishalalamikia eneo lolote, linamuondoa Mungu kwenye hilo eneo, linakutenga mbali na Mungu. Last time nilikwambia sentence moja hivi, sijui kama ulitafakari kwa kina. Nikakwambia hivi, Mungu baada ya Adam na Eva kufanya dhambi, hawakuondoka bustani ya Eden ghafla, si ndio? Walijikuta wako uchi, ila walikuwa ndani ya bustani, si ndio? Na Eden ni mahali ambapo hapapo duniani kwa jinsi ya mwili, hapapo duniani. Eden haiko mahali popote pale duniani kwamba hapa ndio nchi, ndio Eden ilipokuwa. Hakuna. Eden ni neno la Kiebrania ambapo kwa Kiswahili chako ukitafsiri, na ndio maana ile Eden haitafsiri, inabaki vile vile yuko Kiingereza, kwa Kiebrania, kwa lugha yote. Sababu Eden ni mahali fulani
ambapo ni pana uwepo wa Mungu, panaleta connection kati ya duniani na mbinguni. Ni mahali ambapo pana uwepo wa Mungu. Tunaelewana? Kwa walikuwa wakitembea, wanatembea na Eden ya kwao. Kwa hiyo wakati wamefanya dhambi, walikuwa bado wako ndani ya bustani ya Eden, si ndio? Hawakutolewa ndani ya bustani ya Eden. Ila walipoanza kutupiana, Biblia inatuambia hivi, Mungu akamuuliza Adam, umefanya nini? Uko wapi? Akaambia, ni huyu mwanamke ulionipa. Hakutaka kubeba wajibu wa kuwajibika yeye. Mungu akaenda kwa mwanamke, Eva, umefanya nini? Anaambia, ni nyoka. Nyoka akapiga kimya. Ukisoma Biblia yako vizuri, sawa? Waliofukuzwa, nyoka hakufukuzwa. Nyoka hakufanyaje? Hakufukuzwa. Alifukuzwa Adam, akafukuzwa na Eva. Asa angalia, walifanya dhambi, ila dhambi haikuwatoa moja kwa moja. Haikuwatoa. Walibaki. Sawa? Na walikaa muda, so haikuwa unajua kile kitu kilikuwa cha ghafla. Imagine wamefanya dhambi, wakati tu wako uchi. Mpaka waanze kuwaza, hivi sasa tuko uchi tuwafanyaje? Mpaka wapate wazo la kwamba tushone majani. Sio kitu cha sekunde moja kwamba sasa tushone majani. Wazo ukakaa sanya hata miezi ndio ukapata wazo moja. Kwa alikaa muda pale. Tuelewana? Wakashona majani, wakatesti, wakavaa. Mungu akaja. Walikuwa bado hapo. Walikuja wakamsikia Mungu. Walikuwa bado wanamsikia Mungu. Si ndio? Kuna namna walikuwa bado wana connection na Mungu. Kuna namna na walikuwa wanajua bado ile hali ya mioyo yao ya kuwa na uwezo wa kujua njia za Mungu ilikuwepo. Sababu wabisma waliposikia Mungu wanaenda kujificha. Unajificha wapi bila kujua anayekutafuta anatokea wapi? Kwa sababu lazima kwamba ametokea huku, kwa hiyo nijifiche hapa. Lazima utafute mahali kwamba hapa najua hanioni. Sawa? Kwa hiyo lazima walikuwa wanamsikia, walijua na waliongea. Adam uko wapi? Akasema nimekusikia nikajificha. Kwa maana alimsikia. Umejificha yeye. Umekula tunda nikwambia ni siri. Wanajibizana na Mungu. Ndio? Na wamefanya dhambi. Ila wanajibizana na Mungu. Kwa nini? Sababu bado hawajaachia lawama. Hawajatupiana nini? Lawama bado. Sikiliza, shetani akitaka kukunyang'anya moyo wa shukrani, atakuletea kwanza uachilie lawama. Biblia inasemaje? Laumu limeuvunja moyo wangu. Likiuvunja moyo wako, Mungu hana pa kukaa. Tunaelewana? Ndio Biblia inasemaje? Laumu limeuvunja moyo wangu, si ndio? Si ndio? Kwa lugha nyingine ni kwamba lawama inaharibu makao ya Mungu. Unajua Biblia inapoongelea moyo haiongelei moyo unaopampu damu. Huu moyo unaopampu damu Mungu hakai. Tunaelewana? So huu moyo maana yake ni roho plus nafsi vimeungana. Nafsi iko katika ulimwengu wa roho na roho ya mtu iko katika ulimwengu wa roho. Kwa Biblia inapoongelea moyo inaongelea roho na nafsi vikiwa pamoja vinatenda kazi pamoja. Hiyo inakuwa ni nini? Inaita moyo. Anasema laumu limeuvunja moyo wangu. Manake nini? Limeingia ndani katika ulimwengu wako wa roho, likaharibu nafsi yako, likaharibu na roho yako. Mungu anapa kukaa. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inatuambia kwenye Warumi sura 8 kwamba Mungu mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu. Nadhani Warumi 8:16. Anasema Mungu mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu kwamba sisi ni wana wa Mungu. Kwa hiyo kama anashuhudia pamoja na roho zetu, Mungu anakaa ndani yetu. Sawa? Kwa likiuvunja moyo, linamuondoa Mungu ndani ya moyo wako. Hana mahali pa kukaa. Ndio maana walipoanza kulaumu, Mungu akawatoa nje ya bustani. Kwa sababu hawezi kukaa nao pamoja nao mahali ambapo wamepaharibu. Tunaelewana? Wangetubu, wangebaki. Si ndio? Si ndio? Tunaelewana? Yes. Tunaelewana? Ndio maana iwe kwenye ndoa zetu, iwe mahali popote, ukikosea, hiyo sio issue. Issue ni namna tutakavyoreact baada ya kukosea. Ndipo pataamua kinachoenda kutokea kama matokeo ya lile kosa. Tunaelewana? Tunaelewana? Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo shukrani sio kile kinachoonekana kwa nje. Kile kinachoonekana kwa nje kinapaswa kiwe ni matokeo ya kile kilichopandwa ndani ya moyo wako. Tunaelewana? Yes. Tunaelewana? Yes. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen.
Haleluya. Amen. Okay, soma Filipi sura 4 mstari wa 6 hadi wa 7. Filipi 4 mstari wa 6 hadi wa 7. Filipi 4 mstari wa 6 hadi wa 7. Biblia inasema msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amen. Nasema hivi, msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Tunaelewana? Kwa kingine nakwambia, ukitoa kushukuru, kusali na kuomba hakuna maana. Huko kusali kuambatana na kushukuru, huko kuomba kuambatana na kushukuru. Ukitoa kushukuru, kusali na kuomba hakuna matokeo. Katika kila msijumbe kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Nasema na haja zenu zijulikane. Kwa lugha nyingine ni kwamba ukiondoa shukrani hakuna haja itakayojulikana mbele za Mungu. Tunaelewana? Si tunaelewana? Yes. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, then na haja zenu zijulikane mbele za Bwana. Haja zinajulikana mbele za Bwana kwa kusali na kuomba, si ndio? Ukinyofoa shukrani katikati pale, kusali kwako na kuomba kwako hakuna uwezo wa kufikisha haja zako mbele za Bwana. Sababu namna ya kufikisha haja zako mbele za Mungu ni kwa kusali na kuomba. Ila unaponyofoa ile shukrani katikati, ndio maana imewekwa katikati. Angalia mpangilio wake. Msijisumbue katika kila neno, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, na haja zenu zijulikane. Kwa ameweka pale, ukinyofoa hakuna kiunganishi kati ya kujulikana kwa haja na kuomba kwako. Kwa nini hakuna? Kwa sababu utakuwa unaomba nje ya geti la Mungu, hauombi ndani ya mahali Mungu akaa hapo. Kwa sababu kinachofungulia mlango wa kwenda pale ili uachilie haja zako, maombi yako yasikike, ni shukrani. Ingieni marangoni mwangu kwa kushukuru. Kwa ukiondoa shukrani hauingii. Usipoingia utapiga kelele, lakini uko wapi? Uko nje, hautasikiwa. Haja zako hazitafika mbele zake ili achilie majibu yako. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa katika kaya nasema kwa maana ili Mungu akujibu lazima uwe umerelax. Si ndio? Sasa na ili urelax lazima uridhike. Sasa una relax vipi kama hujaridhika? Yaani kwa hivyo kuna kitu kinakuleta, kuna stress fulani na kuna kitu kinakupa stress. Kitu kikupa stress, tuseme mfano hivi. Labda wewe ni mwanafunzi. Tuseme labda ni mwanafunzi. Alafu hujasoma, alafu kesho kuna NECTA. Si ndio? Kwa mtihani wa taifa na hujasoma kabisa, yani unajua hapa niko mtupu. Utakuwa na stress tu. Si ndio? Utakuwa na nini? Sasa atokee mtu anyofoe pepa. Bwana pepa ili hapa. Na marking scheme hii hapa. Weka lili. Alafu hiyo ni wiki nzima kabla au ni mwezi mmoja kabla ya mtihani. Ile pressure inaisha. Si ndio? Ile pressure inaisha. Au uko ndani ya chumba cha mtihani, umefungua mtihani, ukiangalia peupe, yani ukisoma swali la kwanza hadi mwisho mweupe, unalojua ni moja tu la multiple choice. Ndio hilo unalojua, nyingine zote hujui chochote. Halafu mule ndani msimamizi akucheki. Alafu anakuja anajipitisha kwako, anakupitizia marking scheme. Anakuambia copy. Uko ndani ya chumba cha mtihani, anakuambia copy. Pale jasho litakata. Si ndio? Mapigo ya moyo yatarudi nomo. Si ndio? Mzunguko wa damu utakuwa kawaida, hauendi kwa speed tena. Kwa sababu wewe nini? Wewe una copy tu. Ni msimamizi huyo. Na yuko peke yake ndani anakuletea kimya, anakuwekea karatasi, anakuambia copy.
Ukaangalia sasa, unaona mtani ule ule nayo ndo majibu. Alafu msimamizi labda ni ndugu kwa damu. Unajua sasa hawezi kunipa ya uongo. Alafu ndo mwalimu wa somo. Si ndio? Unafanyaje? Unatulia, si ndio? Hapa naposema usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru na haja zenu zijulikane. Unaachaje kujisumbua kama hauna uhakika? Si ndio? Ili usijisumbue lazima upate uhakika. Sawa? Sawa? Sasa unapata uhakika kama hujaridhika. Njia pekee ya kuridhika na upate uhakika ni kwa njia shukrani. Sababu unapomshukuru Mungu, Mungu anakuja anakaa kwenye ile eneo la kwako. Kuna namna anapokea. Ndio maana nasema hivi, na amani ya Kristo ipitao fahamu zote itawahifadhi roho zenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Na amani ya Kristo ipatayo nini? Kwa usipokuwa na moyo shukrani, amani ya Kristo inapita fahamu zote haikai. Ile amani ya Kristo ikija, hata kama haujaona kitu unakiona. Tunaelewana? Amani ya Kristo ikija, sikiliza, amani ya Kristo ikija, hata kama haujasoma chochote, unajua ikisha kwa kuna namna. Sikiliza, Biblia inasema ipitao fahamu zote. Maana yake nini? Inaenda nje ya uwezo wako wa kuwaza, inafunga fahamu zako. Tuelewana? Wanapotaka kufanya operation, sawa, wanachoma sindano ya ganzi kwanza, si ndio? Ile sindano ya ganzi inaenda inafunga kwenye bauji. Sasa kuna kitu kinaitwa receptors zinazopokea impulses. Sasa ndio tunafanya sasa kwa Kiswahili. Tuelewana tu mumo. Zinapokea impulses. Wakikuchoma sindano haisikiki. Wakikuchana hausikii chochote. Sawa? Iko hivi. Kwenye mwili wote kila eneo kuna receptors, ni kama vile vipokezi. Yaani kama vile unajua ukikanyaga msumari au mwiba au moto, unajua kwamba huu ni moto, huu ni msumari. Kuna namna unatofautisha. Na hapo unatoa mguu. Unapokanyaga pale kuna vinapokea taarifa, inaenda kwenye ubongo moja kwa moja, afu inarudi moja kwa moja kwenye mguu, inakwambia toa, unatoa. Na ile taarifa inakutafsiria kwamba huu ni moto, huu ni msumari au huu ni mwiba. Itakwambia, au hili ni jiwe itakwambia. Si ndio? Sasa ile ganzi inachokifanya, inaenda inafunga yale maeneo. Kitakachofanyika chochote kile hazipokei taarifa. Tuelewana? Hazipokei taarifa. Na wakati mzee wangu anaumwa, alikuwa na sukari, kwa akapata vidonda vya sukari. Kwa miguu yake ilienda ikafa kabisa, kiasi kwamba ikawa haina taarifa. Yaani ukichana, ukibonyeza, ufanye hasikii chochote. Hao ni chochote. Yaani anakuona unafanya lakini yeye hasikii chochote. Maki nini? Zile receptors zake zilikata mawasiliano. Sasa anasema hivi, na amani ya Kristo ipitao fahamu zote itakuhifadhi roho yako, nia yako na mwili wako. Ile amani ikija, inaenda inafunga ule uwezo wako wa stress, uwezo wako wa mahangaiko, uwezo wako wa mawazo. Pale kwenye maunganisho yale inakata. Ikiakata, hauna uwezo tena wa kuwa na stress ya aina yote. Hata mtu aje kupandikizia stress haingii. Yes. Sio, unanielewa? Yes. Msijisumbue katika kila neno. Inasemaje? Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na shukrani na haja zenu zijulikane na Mungu. Na amani ya Kristo, ile neno na ni kiunganishi, si ndio? Kwa hiyo bila shukrani hizi haja zikajulikana, hii amani haiji. Kinachofanya ile amani ya Mungu ije ikukalie ni shukrani uliyoachilia mbele za Bwana, ambayo inapeleka. Sasa sikiliza. Kwa nini? Kwa sababu shukrani ikitoka inashindwa kuunganisha kati ya sala zako zinazoachilia haja yako mbele za Bwana. Kwa shukrani ni kiunganishi kati ya haja zako na Mungu. Ikiunganisha, Mungu anaachilia amani yake, inakuja inakalia kwenye eneo lako la kiroho, la mwili na nafsi yako, linaruhusu na hilo eneo, inafunga, inaachilia, inajikalia, inajitosheza yenyewe, inakata stress, inakata kila kitu. Hapo ndipo sasa, ndio maana Mungu haachilii jibu kwenye eneo lote la maisha ya mtu mpaka kwanza mtu amerelax.
Tuelewana? Marko sura ya 4 kwanza mstari wa 30 ukisoma kule, wakati wanavuka bahari kwenda ng'ambo, wako kwenye boti, mawimbi yanapiga boti inajaa maji. Walipokuwa wanajisumbua, wanatoa maji, wanahangaika, Yesu alikuwa amerelax. Sio kwamba alikuwa haoni. Cha kwanza, Mungu anajua kesho yetu kabla sisi hatujaingia, si ndio? Kwa hiyo wakati Yesu anaanza safari, alijua kitakachotokea katikati ya bahari. Mungu hafichwi, anajua yote. Kitu kinachomtofautisha Mungu na shetani ni vitu vitatu: anajua yote, ana nguvu zote, na yuko mahali pote. Shetani hayuko kila mahali. Hayuko kila, ila Mungu yuko kila mahali. Shetani hajui kila kitu. Sikiza, kati ya mbumbumbu namba 1 duniani ni shetani. Tunaelewana? Shetani ni mbumbumbu namba 1, anaongoza. Sawa? Hajui kila kitu. Biblia inasema hivi, hawakujua. Wangejua wasingemsulubisha mwana wa Adamu. Angejua kwamba kusurubiwa kwa Yesu ndio kuisha kwangu, asingethubutu. Angemlinda tena, angekuwa anapambana, mtu akitagusa na mtandika makofi, usimguse. Angeamua kujiajiri awe bodyguard wa Yesu. Ila hakujua. Biblia inasema alifichwa, anasema hakujua. Angejua asingemsulubisha mwana wa Adamu. Hakujua. Tuelewana? Ndio maana wakati anakufa pale msalabani, yule askari aliandika ubao, Yesu wa Nazareti, mfalme wa Wayahudi. Wakaja akamwambia, usiandike mfalme wa Wayahudi, andika aliyejifanya mfalme wa Wayahudi. Akamwambia, nililoliandika nimeliandika. Kwa wengine anawaambia, nyinyi ni wajinga. Huyu ni mfalme, azaliwa kama mfalme, ameishi kama mfalme, na amekufa kama mfalme, na atafufuka kama mfalme. Sio aliyejifanya, yeye ndiye. Ndio maana akamwambia, nililoliandika nimeliandika. Yeye ndio mfalme wa Wayahudi. Kwa hawakujua. Kwa shetani hajui kila kitu, si ndio? Ila pia hana nguvu zote. Angekuwa na nguvu zote, sijui tungekimbilia wapi, si ndio? Hana nguvu zote sababu zile nguvu zilizoshuka kuzimu zilimnyang'anya kila kitu, si ndio? Na Yesu akanyang'anya funguo kuzimu na mauti. Unajua maana kunyang'anya funguo kuzimu na mauti? Ili nini? Ili kila mtu ambaye katika Kristo Yesu asiguse kuzimu wala asionje mauti. Sawa? Kwa funguo ya mauti ya kuniua mimi anayo Yesu, hanayo shetani. Kwa shetani hana uwezo kwa namna yoyote, atake astake, akusudie kusudie, hana uwezo wa kuja kwangu na kuchukua uhai wangu mimi. Hana, sababu funguo ya mauti yangu mimi Yesu alichukua kitambo. Na ndio maana akasema sisi tukifa hatufi, tunalala. Wanaokufa ni wanaokufa katika dhambi, ila wanaokufa katika Kristo Yesu hawafi, wanalala. Kwa sababu funguo za mauti yetu hanazo anayeua, anazo anayetulaza. Amen. Amen. Haleluya. Na ndio maana hatuendi kuzimu, sababu hata kuzimu hatuingii, sababu mlango wa kutuingiza sisi kuzimu Yesu alishaufunga, na fungua nayo yeye. Hanayo shetani. Shetani hana, anayo Mungu. Amen. 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 Haleluya. Amen. Si unanielewa? Yes. Au mshaanza kuwaza chakula? Amen. Amen. Tuelewana? Sikiliza, unajua Biblia inasema hivi, utaifahamu kweli nayo itakuweka huru. Kuna vitu ukijua. Kuna vitu ukijua. Unajua last year tunasoma Bible, Mama Lea tuma ile tunasoma Petro, ilikuwa ni Petro wa kwanza. Kuna andiko linasema hivi, tunalindwa na nguvu za Mungu. Sio nimesoma nikaliangalia. Nikasema kuanzia leo mpaka nakufa, wazo lolote la aina yoyote la shambulizi la adui kwangu mimi, nalindwa na nguvu za Mungu. Nalindwa, anasema ninalindwa na nguvu. Kwa ugangeni kwamba hasemi tutalindwa, anasema tunalindwa. Tuna wakati uliopo endelezi, ni present perfect continuous tense au ni nini? Wakati uliopo timilifu endelezi au yani mimi Kiswahili sijui, hata Kilugha changu sijui. Sasa ninakuwa mgeni wa nani? Tunalindwa, tuna maana kila wakati tuna ile tuna ni wakati uliopo timilifu, ndio hivyo. Kwa lugha nyingine ni kwamba ni sawa sawa na wewe uende pale Suma JKT uchukue walinzi
umewaweka nyumbani kwako. Kuna walinzi wa mchana na walinzi wa usiku. Kazi ni kukulinda wewe. Utakuwa na wazo tena. Hata ukiondoka nyumbani, unajua sabini nyumbani kwangu panalindwa. Hata kama hujafunga kamera, hujacha mdada wa kazi, chochote na hufungi milango. Sawa? Nendeni kwenye nyumba za viongozi. Wanapotaga hata wiki nyumbani. Nibatika kuingia kwenye nyumba za viongozi kadhaa. Ukienda kwao, unaweza kukuta hamna mtu nyumbani na milango nyumba haifungwi. Hawafungi mchana wala hawafungi usiku. Hawafungi. Unaelewa? Kwa nini? Sababu kuna askari wapo wanalinda. Mchana na usiku wanalinda. Hamna anayeingia kama hawamjui. Si ndio? Na ili aingie wapewe mruhusuni fani aingie. Ukitoka mpaka mruhusuni atoke. Ushaona? Kwa yule mtu akisafiri hawazi. Kwa sababu kuna ulinzi. Hasa sema tunalindwa na kwa nguvu. Kwa wengine ni kwamba Mungu ameziajiri nguvu zake zitulinde sisi 24/7. Kwa hiyo uwe unajua au uwe haujui, zenyewe zipo zinakulinda. Uwe unataka au uwe hautaki, maadamu umpe maisha yako, anaziachilia pale zikulinde. Sisi tunanielewa? Unanielewa? Kwa wengine ni kwamba unajua, nilikuwa naongea na wife siku moja. Nikaambia unajua, nilikuwa ni wiki tunasoma kitabu cha Mwanzo. Nikasoma sura ya 22. Hiyo siku nilitoka tunasoma sura ya 22. Nikanamwambia hivi, najaribu kuwaza utulivu aliokuwa nao Ibrahim na utulivu aliokuwa nao Sara wakati mfalme Abimeleki amemchukua Sara. Si ndio? Adam, Ibrahim na Sara ni mke na mme. Si ndio? Wale ni mke na mme, ni wanandoa. Sawa? Wameenda Gerari. Wamekaa Gerari kule kwa Wafilisti. Mfalme Abimeleki anamuona Sara, anampenda. Anaenda kwa Ibrahim, Ibrahim anamwambia huyu ni dadangu. Sara anamwambia huyu ni kakaangu. Abimeleki anamchukua Sara kwa mke wake akamuoe. Sara hakatai, anaenda. Wameshakubaliana na Ibrahim. Na Ibrahim naye anabaki. Hajabu kuwaza. Alikuwa je ule utulivu uliokuepo. Biblia inasema alikuwa na stress. Sara hakuwa na stress. Sara akaenda na kaka kwa Abimeleki. Usiku unaingia. Ibrahim yuko nyumba nyingine, Sara yuko kwa mfalme. Hawazi kwamba yeye mke wangu leo amelala na mfalme huko. Hapati stress yoyote. Tunaelewana, sio unanipata? Hoja saa nyingine ukisoma Biblia haraka haraka unaweza kuona kitu cha kawaida. Wewe aje mtu aondoke na mke wako na ujue kwamba ameondoka na mke wako. Sawa? Na uone hakika kabisa kwamba anaenda na mke, ameondoka na mke wangu kisa kwamba ndo amemchukua anaenda kwa mke wake siku zote. Unawaza huu usiku hata dada naye kweli. Sasa angalia, usiku kabla mfalme hajamgusa Sara, Mungu akaingia. Akamwambia mfalme, wewe hapo ulipo ni mfu, umekufa wewe na nyumba yako yote. Kwa sababu huyu uliyomchukua ni mke wa mtu. Kwa umekufa. Wewe Biblia wewe ni mfu. Wewe ni mfu. Sasa Abimeleki anaanza kujitetea. Ila Bwana, utaniadhibu mimi nimefanya kwa nia nzuri. Nilimuuliza, akasema huyu ni dada yake. Nikamuuliza na mwanamke akasema huyu ni kaka yangu. Na wakaniruhusu. Mungu akamwambia, najua kwamba ulifanya kwa nia njema, sio kwa nia mbaya, lakini nimekuja kukuonya. Mrudishe huyu. Na adhabu ilikuwa imeshachiliwa tayari. Ikabidi asubuhi na mapema mfalme anatetemeka, akaita wafanyakazi wake wote, akawaambia jana kisho nitokea ni hiki. Huyu tumejichanganya. Hapa tumeingia cha kike. Huyu tumeramba joka. Tumeramba nini? Joka kwenye karata. Turudishe mapema sana. Wakamrejeza. Huyu ni mke wa nabii. Biblia inasema anamwambia huyu ni mke wa nabii. Ni mke wa nabii. Akamwambia Ibrahim, kwani ulinifanyia hivi? Akamwambia niliogopa, niangalia nchi yenu, nikaona hamna hofu ya Mungu nyie. Wote waabudu sanamu, wote wabeba matunguli, hamna hofu ya Mungu. Nikasema ni mke wangu mtaniua. Lakini pia sijadanganya. Huyu ni kweli ni dada yangu.
sababu ni mtoto wa baba yangu ila sio mtoto wa mama yangu. Kwa hiyo Sara alikuwa ni mtoto wa babake Ibrahim kwa mama mwingine, sio kwa mamake Ibrahim. Sawa? Kwa hiyo alitumia ile karata ya udada, lakini alipofunga ndoa ilibadilika. Sasa usije saizi kusema kumbe Ibrahim ni dada yake, ngoja mimi nikamoe dadangu yoyote. Agano la kipindi kile ilikuwa tofauti na kipindi hiki. Mwanzo kwa kuna neema fulani kitabu cha Mwanzo wakati dunia haijawa nyingi. Sawa? Unajua Mungu alimumba Adam na Eva, then kutokea hapo zaini muongezeke. Wanaongezekaje? Kwa mtoto wa kwanza wa Adam anazaa mtoto anamoa mtoto wa pili wa Adam wa kike. Si ndio? Wanatengeneza familia, ndivyo ilivyoenda. Sawa? Na Adam alikuwa na watoto wengi kama 33 hivi. Kwa alikuwa na watoto wengi wa kike na wa kiume. Biblia akazaa wana wa kike na wa kiume. Si ndio? Sasa angalia. Ibrahim hakuomba. Usibiblia sema Ibrahim aliomba. Wala Sara aliomba. Wala hawakumuta Mungu mahali popote pale. Kwa kila mtu anaenda na issue zake. Amelirelax. Kwa nini? Sababu anajua Mungu yuko kazini. Tunalindwa na nguvu. Tunalindwa na nguvu. Haleluya. 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 Sawa? Chochote kile Amen. Chochote mahali popote ambapo ulipo unapojikuta, mpe Mungu shukrani. Sawa? Unajua hata ile kwa mjini tu, mpe Mungu shukrani. Uko jijini, kwenye jiji la namba moja Tanzania, mshukuru Mungu. Sawa? Mshukuru Mungu. Kuna watu wako kijijini huko. Unakaa kwenye nyumba ina umeme, unakula kiozi kama hivi. Hata kama nyumbani kwetu hatuna viozi, lakini tukija kanisani tunapata AC. Unamshukuru Mungu. Kuna mtu hata hajui AC, nikwambia AC, anambia AC ni nini? Haijajua hata hajui kuiona. Sawa? Wewe unajua punda milia? Huko mtu anajua ukitaka kuvuka barabara, angalia simama kwenye punda milia, anaanza kuwaza. Ana kwenye picha napanda juu ya mgongo, nasimamaje, napandaje? Sababu akisema punda milia kichwa chake kinakuja ile punda, sasa punda wa kwenye picha nayemuona. Yaani unajua punda milia barabarani zile zilizochorwa ndo nasimama. Mshukuru Mungu. Tunaelewana? Haleluya. Haleluya. Hakuna kinachoisha kwenye mikono ya mtu mwenye shukrani. Hakuna kinachoisha kwenye mikono ya mtu mwenye shukrani. Amen. Hakuna kinachoisha kwenye mikono ya mtu mwenye shukrani. Sawa? Unajua, na hakuna kinachopungua kwenye mikono ya mtu mwenye shukrani. Unajua wakati Mungu analisha watu 5,000 kwa samaki wawili na mikate 5. Samaki wawili na mikate 5, watu zaidi ya 5,000. Alishukuru. Alivyoshukuru, akawaambia wakapo wale, kila wakila vinaongezeka. Sababu alishukuru mikate 5 na samaki wawili. Na wakati anawapa haikuwa mingi, ilikuwa ni hiyo 5 na samaki hao wawili. Ila anachukua mkate akimpa mtu, akirudi anashangaa umo. Anachukua akimpa, akirudi umo. Na wale nao wanapokula inazidi kuongezeka, sababu vibaki vikapu 12. Si ndio? Tunaelewana? Kwa wale nao wakila, baada ya kupungua vinaongezeka. Wakigawa haviishi, wakila vinaongezeka. Hiyo formula inakataa kwa jinsi ya duniani. Kwa gani? Ni kwamba unatumia dunia, tunajua tukitumia inabidi vipungue. Si ndio? Ila katika ulimwengu wa roho tukitumia vinaongezeka. Sababu alipobariki, aliposhukuru, Biblia inasema aliinua juu akasema tunakushukuru Mungu mfalme wa mbingu na nchi, utupae riziki. Alishukuru. Hakushandarize, alifanyaje? Alishukuru. Aliposhukuru akaanza kuwapa. Alivyowapa, anatoa kwenye kapu mikate 5, anatoa 1 anawapa, akirudi ipo 6. Sasa mbona jabaki 4? Anatoa anawapa, akirudi iko 8. Anatoa anawapa, akiangalia imefika 20. Wale nao wanakula. Baada ya kumaliza vinaongezeka. Kuja kukusanya, sababu mabaki ndio kusanywa, mabaki. Sio ile mabaki ndio kusanywa, vikapu 12. Mpaka vikapu viliongezeka.
si ndio? Si ndio? Mpaka vikapu. Sababu mwanzoni ana kikapu kimoja cha samaki na kikapu kimoja cha mkate, au pengine kuna kikapu kimoja kimebeba samaki na mkate humo humo. Vipatanaje 12? Vipatanaje 12? Ama mabaki yaliyobaki ni vikapu 10. Ndio maana ni muhimu sana kujifunza kuishi maisha ya kanuni za kiroho. Wakati unachukua 10,000 yako, usiwaze kupungukiwa, waza kuongezeka. Tunaelewana? Tunaelewana? Wakati umenunua kilo 5 za sukari au za mchele, usiwaze kupungukiwa, waza kuongezeka. Sasa kwa lugha nyingine, Paulo anatuambia hatuenendi kwa kuona, tunaenenda kwa imani. We are not moving by sight, we are moving by faith. Na imani ni ya rohoni. Kwa hiyo japokuwa unatoa 10,000 kwenye raki imebaki 90,000, kwa jinsi ya macho imebaki 90, kwa jinsi ya rohoni lazima uione zaidi ya 90. Tunaelewana? 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 Kwa sababu angalia, turudi hapa, ana vikapu, ana mikate 5, si ndio? Na samaki 2, si ndio? Ila vilivyobaki sio vilivyokuwepo. Anasema mabaki yaliyobaki, mabaki, si ndio? Maana yake kwenye lile kapu vilivyokuwepo vyote vilitoka, si ndio? Vyote vitoka vikafanyaje? Vikaenda kwenye kwa nao kula. Vilivyobaki kwa waliokula ndio vilikuwa vikapu 12. Anasema mabaki yaliyobaki vikapu 10. Kwa maana pale alipoona anatoa paliishiwa, ila pale kule vilipoenda vilibaki, si ndio? Kwa unapotoa 10,000 yako, pale ulipoweka utaona zinapungua, ila somewhere kwa namna fulani, mahali fulani, papo patakapokurejeshea zaidi ya ile. Au sijui tunaelewana? 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 Kwa namna kushukuru tu wakapata vikapu zaidi ya 12, si ndio? Okay. Ukienda ni Wafalme wa Pili sura 4, unakutana na yule mama ambaye mume wake alifariki, akabaki ni mjane, ana watoto na ana madeni. Walikuwa na madeni kwa kiwango ambacho mpaka watoto walikuwa bondi. Unajua mpaka ufikie mahali kumweka mtoto wako dhamana, maana ni kwamba ushakaga dhamana mali zako zote, mashamba, nyumba yako, viwanja, kopa kwenye microfinance na benki, uko kila kitu kaisha. Sasa unataka hela, hauna dhamana, inabidi ufanye mtoto mpeleke nini? Bondi. Mama alipokufa madeni hajalipwa, wakataka kuchukua mtoto wake, akaenda kwa nabii Elisha. Bwana wangu na nabii mume wangu mimi alikuwa na madeni, hana hela. Akaambia una nyumbani kwako? Akasema sina kitu, ila chupa mafuta. Akaambia okay, nenda kwa majirani zako, katafute vyombo, ukatake vingi sio vichache, ukatake vingi sio vichache, kisha jifungie ndani wewe na mtoto wako. Chukua ile chupa mafuta, mimina kwenye vile vyombo, si ndio? Si ndio? Kwa nini anamwambia jifungie ndani? Kujifungia ndani haikuwa ndio kuleta muujiza. Muujiza ulikuwa unaitwa kwa kutii maagizo. Ila alikuwa anataka, kwa lugha nyingine anamwambia, funga fikra zako zisiingiliwe na chochote cha nje ya maagizo nayokupa. Sawa? Ukiwa huko waziwazi, mtu akiingia atakuona chizi na wewe utaona aibu. Kwamba unachukua kachupa kamoja, unalipipa lile ndo 12. Eti unamenu mafuta. Mtu anasema umechanganyikiwa nini? Kachupa kadogo kana vijiko 3 vya 200, jumla mafuta 600 ndio yamo kwenye chupa. Ona mimi kwenye pipa la ndo 12. Si mtu utaona chizi. Alafu mpanga na diaba lingine hapo, diaba lingine pale, pipa lingine pale, pipa lingine pale. Umeenda ukachukua sim tanki la 10,000 liko pale. Anaona kachupa vibaba 3. Anaona chizi. Kwa hiyo ili visikaribie imani, jifungie ndani. Sawa? Kwa lugha nyingine ni kwamba tengeneza mazingira ya kutokuwa distracted na sauti nyingine yoyote ya nje itakayokuwa karibu ndani yako imani ulionayo.
Sawa? Itakuja kuibu imani ulionayo kwenye kitu unachokichukua. Ili nini? Sababu anasema macho yako asitazame ya nje, yatazame ya ndani. Sababu hatuenendi kwa kuona. Tunaenda kwa nini? Sasa angalia, akachukua pichupa, akaanza kumwaga. Papa. Diaba la kwanza likajaa. La pili likajalia ndo 3 akasema yanajaa bana. Sasa tuhamie kwenye pipa la ndo 12 ikajaa. Leta sogeza na ile sim tank. Leta 1000 tuone likajaa. Leta 5000 likajaa. Leta 10000 likajaa. Hivi kuna mfereji hapa kwenda kwenye ile tanki la nje. Twende kumimina kwenye tanki la nje. Weka pale anamimina likajaa. Chungulia anamwagika. Likajaa. Kile tumesha kaambia mtu wake. Leta kinasema yameisha. Akasema vyombo vimeisha. Biblia inasema aliposema tu vyombo vimeisha maji nani? Mafuta yakafanyaje? Yakakata. Sasa sikiliza. Mafuta hayakukata kwa sababu yameisha. Mafuta yalikata kwa sababu yeye amesema vyombo vimeisha. Amen. Si ndio? Kwa hiyo uishaji wa kitu kwenye maisha ya mtu hauji kwa sababu kile kitu kimeisha. Unakuja kwa sababu aidha ndani ya moyo wake yeye ametamka, anajua kile kimeisha. Soma ile Biblia, Wafalme pili sura 4. Anasema hivi, anamwambia mtoto wake, niletee chombo kingine. Akasema vyombo vimeisha. Anasema na mafuta yakakata hapo hapo. Kwa kilichokata mafuta ni maneno yake ya vyombo vimeisha. Amen. Kwa ile hali yako ya kupungukiwa, sauti yako ya ndani ya kupungukiwa, unaojisemesha ndani au kwa nje, ili ya kwamba mimi sina hiki, ili ya kwamba sina cha kutosha, ndio nayoamua kisitoshe. Si ndio? Sasa angalia, alianza kumimina wakati mafuta yako vile vile. Si ndio? Kama ambavyo wewe unatakiwa kuanza kutimiza ndoto na malengo yako ya mwaka huu wakati bado uko kwenye kiwango hicho ulicho nacho. Si ndio? Mfano, unatafuta kiwanja ila una 200,000 ndani. Anza kutafuta kiwanja ukiwa na 200,000 hizo. Si ndio? Tumeelewana? Una ramani yako unataka kujenga, hela haijatosha. Anza hapo. Sawa? Kama nina hela hata tofali 20, naenda kununua. Tafuta guta, beba tofali 20 weka pale. Si ndio? Naambia Bwana Yesu, kiwanja changu ni chombo. Si ndio? Pesa yangu ni chupa ya mafuta. Kama ulivyofanya kwa mjana, mimi nakuamini hapa. Nafanya na mimi. Wengi kuja kunaga mimi nikitaka kufanya kitu. Mimi sifanye kitu nikiwa na hela. Sawa? Sifanye kitu nikiwa na hela. Nikiwa na lengo fulani, nipate hata laki. Imetosha. Mimi nijifunza kwa babangu wa kiroho Pastor Peter Makongoro. Wakati niko kwake. Nilizo capstone. Ile capstone kipindi hicho ulikiona ilivyojengwa. Ilikuwa iko safi. Ilikuwa ni tent ila garden moja matata. Watu wanakuja pale kufungia ndoa na wanaomba kupigia picha. Na uzuri wa baada bahari tu, yani kwa baada beach. Wakati inatengenezwa alikuwa anaweza kaita mafundi. Hana hata 100 mfukoni. Anaita mafundi. Anawaleta pale. Anaelekeza kazi. Anzeni kufanya. Hana hata 100 kuwalipa. Masaa naenda kwa sababu jioni lazima walipe. Unashangaa kwenye saa 10 hivi, sababu saa 12 mwisho, 10, 11, saa 9 hivi unashangaa mtu anakuja. Pastor na sadaka yangu anampa. Analipa mafundi. Au mtu anampigia simu. Pastor nimekurudishia sadaka yangu, naangalia kuna kitu anaweka. Tuelewana? Imani ni kuwa na hakika mambo tarajiwayo. Sasa sikiliza, mimi nakufundisha kanuni. Siku ukisubiri uwe na kila kitu ndio uanze kitu, utachelewa sana. Tunaelewana? Sio, nielewa. Sijui nipe mfano gani.
Mimi sijai kuanza kitu chochote nikiwa na hela. Nikipata wazo, nikipata linanitosha. Afu itokee nipate hata 50,000 tu, kazi imeisha. Naweza nikamwambia mtu anayehusika, uko wapi? Njoo. Unajua maisha bana. Hata unajua gari yangu iliharibika AC. Gari yangu iliharibika kwa kama wiki 2 hivi. Nikawa natembea sina AC, wiki 2 au 3. Nimeshusha vioo, vumbi kama rota, ni gari kama vile ya Kigoma. Kule tulikobarikiwa kwa udongo wenye rutuba. Si ndio? Kiangazi yani amuonani. Wa mbele yako humuoni. Sawa? Sasa nikakaa kama zali bana, nikapata kama raki hivi. Nikaenda kwa fundi kwanza. Akaangalia, akaambia hapa kuna vifaa vimeharibika. Kifaa kimoja akaniambia 180,000. Kifaa kingine 80,000. Hapo fundi bado. Piga mahesabu 200,000 na kitu. Ishazidi kwangu hapo. Yaani ishazidi hela niliyokuwa nayo. Nikawaza, nikasema okay. Kama ngoja nitafute pa bei ndogo. Unajua Mungu sio muharibifu Sawa? Na nataka aione bidii yako. Jibidishe kwanza. Nikatafuta. Kumbe katika kutafuta bwana ndio napopata na muujiza wangu. Tafuta. Sasa nikamtuma Elia Masai, nenda sehemu fulani ukanichukulie vifaa fulani hivi, utakutana na mtu 1 2 3. Kaenda tafuta. Afu nikasahau Mungu bana. Nikasahau. Mimi niko chimbo nimejifungia. Nikaambia tutawasiliana, ukifika utanipigia simu. Nikasahau bana. Nikatoka Yohani. Nikakazangu na Bwana. Unajua nimekuja kuwasha simu. Sasa ilikuwa saa 10 nadhani nataka nije kwenye maombi. Kwenye saa 10:11. Ndio hukudi naingia nakumbuka, aya. Asubuhi nilimtuma kali yako. Kumbe Bwana baada ya kunikosa sikawaje muujiza kutokea huko vifaa vikaja, sijalipata buku. Nikasema basi ngoja nimtafute huyu mtu, nimwambie bwana nipe account yako nikurudishie hela yako. Naambia anasema hamna shida pastor. Nilishalipa hiyo, wewe achana nayo kabisa. Ushaniona? Sasa unajua shilingi ngapi hiyo? Karibia 2.5, si ndio? Nikaja kichwa mbele sasa hapo na ujasiri, fundi njoo tengeneze. Sababu najua hata akisema beo fundi ninayo. Kumbe kama zali Mungu pia ameniacha ile hela ifanye kitu kingine. Sababu ile alivyokuja katika kumaliza kutengeneza hela yake ya ufundi, kufungua ile filter ya AC imeisha vibaya mno, inataka ibadilishwe 25,000 nyingine. Mbali na ufundi hapo. Kuweka kumbe gesi ilitoka ilisha yote. Inabidi gesi nyingine iwekwe hapo 35. Kupiga mahesabu kama 85. Ushanisoma? Akasema nipe 80. Ili nini? Mungu akasema nyingine nimekubazia usimalize yote kwa kukusanya na mafuta. Sisi tunaelewana? Mimi nenda kwa fundi nikiwa sina hela kamili. Nenda kwa fundi sina hela kutengeneza gari ile kamili. Nilienda tu. Saizi nakula AC mwanzo mwisho. Yaani ukinikuta nimeweka saa 8 mchana kama vile niko Marekani, nyuzi joto -5 mpaka navaa koti. Amen. Sasa hiyo ni jambo moja. Unajua siwezi kuambia kila kitu. Lakini hakuna kitu. Ngoja nikufikirishe. Hivi ushikwazaga mimi naishije? Labda niwaze. Mshikwazaga mimi naishije? Mshikwazaga mimi naishije? Mimi yani. Mshikwazaga naishije? Jaribu kuwaza. Nataka uwaze. Nataka uwaze. Mimi niko hapa, nina mke mmoja na nina watoto 5 na mdada mmoja. Si ndio? Kila siku amke asubuhi saa 1 wanywe uji wa lishe. Saa 4 au saa 5 wanywe chai ya maziwa na vitafunwa. Mchana wale cha mchana. Si ndio? Usiku wale cha usiku.
si ndio? Walale, umeme uwepo, maji yawepo, tutoke kila siku. Lakini tangu mwaka 2020 wajua mimi niachaga kazi, sina mshahara. Wife wanafanya kazi, wanasema sasa unatunzwa na mke wako anapata mshahara. 2020 taasisi alionafanyia kazi ilifungwa. Sawa? Kwa kuanzia hapo naye hana kazi. Si ndio? Mpaka leo haije kutokea kati yangu na yeye kwamba tuna mshahara mahali popote au kwa kitu tunafanya kinatupa faida. Sikiza, ana kituo chake cha afya lakini hakijaanza kumpa faida bado. Kinakula mfukoni kila mwezi. Kinakula. Tulipe wafanya kazi, tulipe umeme, tulipe pango mpaka leo. Haije kutokea popote kwa namna yoyote kwamba tuna mshahara au kuna mali tunafanya tunapata hela. Jiulize swali, si tunaishije? Hicho tulikufikirisha. Yaani labda niongee tu upande huo. Tunaishije? Tunaishije? Na mimi naamini tunakula vizuri. Mimi naamini tunakula. Yaani ukiona hatujala kitu hatujakitaka. Sawa? Sawa? Tunaishije? Jibu swali. Tunaishije? Mwaka jana nilikuwa nasema kwamba mwaka mzima nilikuwa nafanya uinjilisti. Nilikuwa nazunguka na gari kila siku. Ilikuwa ni lazima niweke mafuta 30,000. Kwa mwezi ni 900,000. Ndio? Kwa sababu lazima utembee, sangia unaingia vichochoroni huko. Jiulize. Yale mafuta nilikuwa nawezaje kuweka kila mwezi 900,000 mafuta? Hakuna siku hata moja ambayo ilipita sijazunguka kwenye tuweka mafuta. Na tukiweka hapo mbali na misere yangu mingine. Tunaendaje? Tunazungukaje? Sawa? Na sina mahali popote pa uhakika kwamba hapa kila mwezi napata kiasi fulani. Sina. Yaani kimungu tu kama ndege unaamka, unatembea, unazunguka, unaishi. Swali. Amen. Hatuenendi kwa kuona, tunaenenda kwa imani. Sawa? Sikiliza. Ukimshukuru Mungu kwa ajili ya jana, anafanya kwa ajili ya leo. Amen. Sijui ni wangapi walifuatilia kwa undani lile somo nilikuwa nafundisha, somo la neema. Mimi sielewi. Unajua sometimes naweza kufundisha kitu kwa kusema hivi, sijui wangapi walifuatilia kiundani ile somo la neema. Sijui. Liko kwenye YouTube, unaweza kulifuatilia kama nani, sisi tulisema sijui kwa miezi mingapi. Ile unaweza kulifuatilia. Mimi ngoja nikupe siri ya maisha yangu. Wife wanafahamu. Hakuna siku ambayo saa 12, saa 11, sijui saa 1 itanikuta chumbani tunapolala. Hiyo siku haipo. Itanikuta kwenye chumba changu cha maombi. Itanikuta huko. Hakuna siku ambayo saa 12 itanikuta chumbani tunapolala. Sijui saa 1, saa 12 hakuna. Saa 11. Ikishafika saa 9, saa 10 ni muda wangu wa kufanya kitu kingine na Mungu. Sawa? Na hakuna siku inayopita bila kumwambia Mungu, Bwana Yesu, ombi langu naomba rehema zako na neema zako ziwe na mimi kwenye kila sekunde ya maisha yangu. Kila siku naambia Mungu, naomba rehema na neema zako za kunisaidia ndani ya siku hii, ndani ya siku hii, ndani ya siku hii. Kwa sababu sitegemei nguvu zangu. Naambia Mungu, sitegemei nguvu zangu, sitegemei uwezo wangu, sitegemei mtu yote ambaye ananifahamu, connection yote. Naomba rehema zako na neema zako zinitangulie na kunisaidia kwenye kila jambo linalonihusu. Amen. Amen. Sikiliza. Jana nilikuwa namwambia wife, kati ya kitu ambacho na uhakika nacho, sijui ni kivipi na uhakika nacho, nikamwambia maombi tunafanya kila siku jioni hapa, kuna kitu yameniwekea moyoni kwa kiwango ambacho sitegemei kuyaacha. Mimi binafsi sitegemei kuyaacha, kwa sababu nina uhakika kwa kiwango ambacho hata atokee nani, hata utokee upinzani gani, hautaniumiza kichwa, hautanisumbua. Kuna uhakika na ukubwa na ujasiri ambao umenivaa kwa namna ambayo hata sijui kibuke kitu gani,
wala siwezi kupata stress aina yoyote. Kwa nini? Kwa sababu kuna namna mambo tunayoomba hapa mimi sijui, lakini iko hivyo. Amen. Tunaelewana? Tunaelewana? Sijui unanipata? Mimi ngoja niambie kitu kimoja. Shida yetu sisi kubwa haipo kwa Mungu, ipo kwetu. Na kwetu ipo mahali pamoja tu. Tukiweza kuweka kwenye matendo yale tunayoyasikia na kujifunza, hapo tu. Tukiweza kuweka kwenye matendo, tukiweza kwenye matendo, tumevuka. Tumefanyeje? Sikiliza, wakati Farao anaota ndoto ya miaka 7 ya shibe na 7 ya njaa, si ndio? Yusufu akatafsiri ndoto, alimpa wajibu wa kufanya, zunguka nchi nzima kwa miaka yote 7 ya shibe, kila mwaka weka sehemu ya 5. Sehemu ya 5 maana 20% ya kila zao linalolimwa, weka akiba kwa ajili ya miaka 7 ya njaa, si ndio? Asingechukua hatua ya kufanya, wangekufa njaa, si ndio? Kwa kilichowasaidia si kwa sababu waliweka, ni sababu walichukua hatua ya kuweka, si ndio? Wangeambiwa halafu wasichukue hatua, ingekula kwao, si ndio? Mariamu aliwaambia watu kwenye Yohana sura ya 2, lolote atakalowaambia kufanya, fanyeni. Kwa muujiza wao waliupata kwenye kutenda, kwenye kufanyaje? Kwenye kutenda. Shida yetu ni kwamba tunasoma maandiko ili hatutafuti kitu gani cha kufanyia kazi. Kwenye kila unachokitaji kwa Mungu kuna wajibu wa kufanya. Hakuna kitu ambacho Mungu anakifanya kwenye maisha ya mtu kama hakijambatana na wajibu. Sikiza, 85 mpaka 90 ya Biblia nzima ni maelekezo yanayotaka tufanye vitu fulani. Kuna kitu inataka ufanye. Tunaelewana? Tunaelewana? Mfano Biblia inasemaje? Nadhani kwenye Kutoka 25:15 inatuambia nini? Kwamba na utamtumikia Bwana Mungu wako, naye atabariki kapu lako kwa kukandia, si ndio? Si ndio? Anasema hautakosa chakula katika nyumba yako wala maji ya kunywa katika nyumba yako, si ndio? Si ndio? Anasema na siku za maisha yako zitatimizwa, maana hautakufa kabla ya wakati unapomtumikia. Ndio maana sisi tunasema katika kila kitu tafuta kitu chochote cha kumtumikia Mungu, chochote cha kumtumikia Mungu. Sikiliza, unajua unapomtumikia Mungu unakuwa umejipa ajira, umeajiriwa na Mungu. Ukiajiriwa na Mungu anakulipa yeye. Ushanielewa? Ushanielewa? Anakulipa, si ndio? Ushanielewa? Mfano, nikisema sasa hivi mfano niajiriwe, nina uhakika si rahisi kupata mahali ambapo patanipa hela inayonitunza. Gharama yangu ya mwezi ni kubwa sana. Sawa? Nikipiga hesabu nadhani unaweza kujuta sio chini ya milioni 3 mfano. Hapo nimejibana gharama yangu ya mwezi ya nyumbani kwangu, kila kitu tuseme. Hapo siweka ada za watoto, siweka vitu vingine. Tunaelewana? Sasa kwa nini maisha yanaendelea? Kwa sababu mimi nimeajiriwa. Sawa? Sijajiwa na kanisa, nimeajiriwa na Mungu. Si ndio? Biblia inasema hivi, kila mtendakazi astahili kupata ujira wake. Sawa? Sasa ukija kwangu nikakuajiri, si nitakulipa? Si ndio? Kwenye taasisi yote ukiajiriwa, si unalipa kwenye taasisi? Kwa nikimtumikia Mungu, si nimeajiriwa kwa Mungu, si wajibu wewe kunilipa? Sasa Mungu akikulipa, halipi kama wanadamu tunavyolipa. Sawa? Halipi kama wanadamu tunavyolipa. Yeye akilipa anakuja kuangalia mahitaji yako, anakulipa sawa sawa na mahitaji yako, sio sawa sawa na unachokitafuta kwake, si ndio? Yani yeye kwenye payroll, mshahara wake, kabla ya kukupimia mshahara anaangalia mahitaji ulionayo, si ndio? Ndio maana Paulo akasema, na Mungu wangu, and my God shall supply all my needs, si ndio? Kwa anakulipa kwa kadri ya mahitaji yako. Kwa mshahara wake, mahitaji yako akipanda,
na malipo yake yanapanda. Sio, unanisoma? Saa hizi gari yangu inakunywa mafuta na gari inanisumbua, nakunywa mafuta. Nataka nitafute kuna Suzuki K kana sisi 600. Nisema nikiweka mafuta 10,000 naweza kutembea wiki nzima, nazunguka mjini kwa mafuta 10,000 wiki nzima. Sio hii kwangu, toka kwenda kurudi hapa nimeshakula kadhaa. Sawa? Baada nikakaa nikawaza, nikasema unajua kuna pindi niwaga sina gari. Si ndio? Hiyo ile mafuta ilikuwa sipati. Sasa nimepata, naipata. Kumbe siku hata ikitokea nimepata V8 au Hama inayokunywa kama kifaru, inakunywa kama jini. Sawa? Utashangaa na kwa naenda najaza full tank bila kujua. Huwezi jua. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ananilipa, anaangalia mahitaji. Paulo hivi sio ile kwenye au nyinyi mtumaga mtafikiri waga hamtafakari. Anasema hivi, and my God. Unajua nimekalili kwa Kiingereza. Sio mimi najua Kiingereza, mimi sijui Kiingereza hata kuongea. Shida tu ni kama nimekalili kwa Kiingereza. Kwa sababu pasta naye anafanya najua Kiingereza. Nimekalili tu kwa Kiingereza ile andiko. Sababu maandiko kwa Kiingereza yanakuwa matamu zaidi. Kwa sababu inasema na Mungu wangu atawajazeni Wafilipi 4:19. 19. Wafilipi 4:19 nasemaje kwa Kiswahili? Wafilipi 4:19 nasemaje kwa Kiswahili? 4:19 nasema na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji. Kila mnachohitaji. Kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji. Kila mnachohitaji. Sasa angalia shida inapokuja. Sasa jamani, somo nimeliacha hapa. Tunaongea kile ambacho Mungu kinakuja, Mungu atataka tuongee. Tutaendelea nalo kila Jumapili mwisho wa mwezi, ni shukrani tuko tuendelea nalo. Na Mungu wenu atawajazeni kila mnacho. Sawa, kwa kadri ya utajiri wake. Shida inapokuja, tuna mahitaji tunayo. Ndio, tuna mahitaji tunayo, si ndio? Mahitaji tunayo, si ndio? Ila badala ya kwenda kuangalia utajiri wake yeye, sisi tunaangalia kipato chetu sisi, si ndio? Badala ya kuangalia akaunti yake yeye anayetujaza, tunaenda kuangalia akaunti zetu sisi tunataka kujazwa. Si ndio? Si ndio? Tuelewana? Sasa ni sawa sawa na mtoto. Saizi mimi yule Grace awe na mahitaji afu aangalia alicho nacho, badala ya kuangalia mimi baba yake nilicho nacho. Si ndio? Si ndio? Sababu kama Mungu ni baba yangu, anawajibika kwangu 100% kwenye kila ninachokihitaji. Sawa? Sasa nikimfanya mchungaji wangu, anawajibika kunilisha kwa kila lisho ninalolihitaji. Nitakuwa ninafanya kosa nikiangalia uwezo wangu mimi badala ya kuangalia uwezo wake yeye. Na andiko linasema anatujaza kila tunachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake yeye, sio utajiri wangu mimi, si ndio? Kwa hiyo kila ninachokihitaji kiko ndani ya uwezo wa utajiri wake, ila kiko nje ya uwezo wa utajiri wangu. Tunaelewana? Tunaelewana? Kwa hiyo nguvu zangu na utajiri wangu hauwezi, ila nguvu zake na utajiri wake unaweza. Tunaelewana? Ndio maana ndiko likatuambia sio kwa uwezo wetu wala sio kwa nguvu zetu, bali ni kwa Roho wake, asema Bwana. Si ndio? Kwa nikiwa nina hitaji la kwangu, ni wajibu wangu wa kumwamini Mungu kwamba Mungu atalikamilisha. Tunaelewana? Kwa kama atalikamilisha, ni kazi yangu kuamini na kuanza hatua ya kwanza. Mfano, nikataka kujenga nyumba, namuita fundi, namwambia anza kujenga. Si ndio? Fundi nikimuita, anaamini 100% nina hela ya kujenga hata kama sina. Atakuja kujua sina pale ambapo material ataisha, namwambia subiri kwanza, nikipata hela nitanunua mengine. Anajua kumbe jamaa hajapata hela. Si ndio? Ila nikimuita hajui mimi hela yangu inaishia wapi. Si ndio? Kwa hiyo kazi yake ni kujenga, kazi yake sio kujua mimi napataje hela wala hela zinatoka wapi.
The same mimi na Mungu, mahusiano yangu na Mungu, kazi yangu mimi ni kuanza kufanya kitu, sio kujua Mungu atanipaje. Natakiwa ni muamini Mungu kwenye kitu fulani na kuchukua hatua ya kuanza kile kitu kwa kile ambacho tayari amenipa mikononi mwangu, then najua kikiisha kuna namna atanipatia. Hiyo ndio imani, kwa sababu imani inakupa hatua ya kuanza kabla hujaona. Mwanzo 12 Mungu anamwambia Ibrahim, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako na ukoo wako, uende kwenye nchi nitakayokuagiza uende, nami kule nitakufanya uwe taifa kuu, utakuwa mtu mkubwa, nitakupa uzao na nini. Akampa pale na ahadi alizompa. Ibrahim alichukua hatua ya kwanza kutoka bila kujua ni nchi gani, hajaiona kwa macho, ila hatua ya kwanza anachukua akijua Mungu atanipa hatua ya pili, ya tatu. Kwa akifika mahali anambia usiende kulia, nenda kushoto. Ndio anasema hapa nenda hivyo. Alikuwa hapa ndio umefika. Si ndio? Si ndio? Ilikuwa ni kwa imani. Ilikuwa ni kwa swali linakuja. Hivi ngoja mimi nikuulize. Wale ambao tunahudhuria maombi wanajua, hakuna siku imepita hatujiombea malengo. Haipo siku imepita. Hakuna maombi tumefanya bila kuombea malengo na hii mipango. Haipo. Haujaamini tu kwamba kweli kila tukishakamilika katika ulimwengu wa roho. Sikiliza, kila lengo ulioliandika, kila mpango ulioliandika upo tayari. Upo. Ila unakusubiri ukachukue. Unasubiri ukachukue. Unasubiri. Sasa unachukuaje? Nasitaki nikwambia hivi, imani bila matendo haizai. Si ndio? Imani bila matendo, Biblia inasema imekufa nafsini mwake. Kwa chochote ambacho unamwamini Mungu kwacho, chukua hatua ya kwanza. Uchukua hatua ya kwanza, Mungu anakupa hatua ya pili. Sikiliza nikwambie, hakuna mtu ambaye ataiona hatua ya pili kama ya kwanza hajachukua. Lazima kwanza uchukue ya kwanza, then ya pili unaiona. Amen. Haleluya. Yote kabisa akikushinda, fanya uinjilisti. Yote akikushinda, ukiona sasa mimi nashindwa vitu, yani nashindwa kuchukua hatua, fanya uinjilisti. Ukifanya uinjilisti, vitu vingine vitajipa tu. Kwa nini? Ni ahadi ya Bwana. Ni ahadi ya Bwana. Kwenye kila samaki kuna shekeli ndani. Si ndio? Alimwambia Petro, nitakufanya kuwa mvuvi wa watu, si ndio? Sasa kwa mvuvi, akaambia acha nyavu zako, acha kazi yako, njoo kwangu, nitakufanya kuwa mvuvi wa watu, si ndio? Na alipofika mahali Petro amekosa pesa, wamekosa kodi, angalia alichokifanya. Alimwambia Petro, chukua ndoano, nenda baharini, tupa mkono wako wa kulia. Samaki atakayetoka kwanza, fungua kinywani mwake, kuna shekeli ndani. Si ndio? Katika Agano Jipya aliambiwa atafanya kuwa mvuvi wa watu. Maanake watu anapa picha kama ya samaki, na dunia ni kama bahari, kwamba unapotoka kwa nyumbani kwako, unapotoka unaenda kusema naenda kuhubiri Injili, naenda kutafuta mtu ambaye maisha yake, naenda kumleta mtu mmoja kwa Kristo. Umeenda kufanya uvuvi. Utakayempata akija kwa Yesu, ndani ya kinywa chake kuna sarafu, maana kuna hela. Sawa? Sasa ile hela hautapata kutoka kwake, Mungu atakupa. Tunaelewana? Kwa lugha nyingine, sikiliza, baharini hamna kiwanda cha hela. Si ndio? Baharini hamna kiwanda, si ndio? Wala samaki atunze hela kinywani, si ndio? Lakini ukimvua kwenye kinywa chake kuna sarafu. Kwa ukimleta mtu kwa Yesu, kuna namna tu Mungu lazima akufungulie mlango wa kukupa sarafu ambayo inatoka kama matokeo ya huyo samaki uliyempata kumleta kwake. Si ndio? Kwa akikushinda yote, fanya uinjilisti. Ndio maana Yesu anakuambia leta mtu kwa Yesu, Nina maana ya kwangu kwamba kuna vitu vikiwa vigumu, kuna hatua zikiwa ngumu, fanya kitu kimoja tu, mlete kwa Yesu. Kimleta kwa Yesu mtu, Mungu lazima aseme na maisha yako.